wale ambao tunatoka sehemu hii, mimi nikiwa mmoja wao, wale ambao wa Kenya ambao wanatoka pande hii, sisi ni jamii moja. Nataka niseme sisi ni jamii moja. Sisi tumekuwa jamii moja tangu jadi. Siku ya kupigania uhuru wa taifa la Kenya, tulisimama pamoja na jamii zile zingine za Kenya. Kama jamii ya pande hii tulikuwa tunafanya mambo yetu pamoja. Tumefanya biashara pamoja. Tumefanya mambo yetu ya kimila pamoja. Ni kweli si kweli? Na sisi mambo yetu ya biashara, ya uchumi, ya siasa, ya mila tunafanyanga pamoja. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ile serikali ya kwanza ya Mheshimiwa Mzee Jomo Kenyatta, tulikuwa pamoja ama hatukuwa pamoja? Si tuliunga mkono tukiwa pamoja? Tumefanya mambo mengi pamoja. Vile vile serikali ya Mzee Kibaki pamoja. Ni kweli si kweli? Ukiuliza huyu Mutahi Kagwe anatoka kule Nyeri, anajua kwamba sisi watu ya pande hii ndio hata tulikuwa tunapenda Kibaki zaidi. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo sisi ni jamii moja. Hata siku ile Uhuru Kenyatta amekuwa rais wetu, tumeenda pamoja. Serikali zote tumesimama pamoja. Hata saa hii tutaendelea kuwa pamoja. Hata saa hii tutaendelea kuwa pamoja. Na mimi nataka niseme, kwa sababu hii serikali ambaye sasa tulitafuta watu wa sehemu hii, tulikuwa watafutaji wakubwa wa hii serikali. Na mbio mimi nikaongea hapo awali nikasema hatuwezi kutoka katika serikali ambayo tumetafuta. Kwa sababu tukitoka wengine watakuja alafu wanakula jasho yetu. Ndio nang'ang'ana nikiwa pale kwa hii serikali, siwezi ondoka. Mimi nang'ang'ana nikiwa pale. Kwa sababu tukitoka watu wengine watakula jasho yangu na jasho yako. Tulipiga kura, tulikupiga kura. Itwaringire kura ntobeto. Thirikari ni yetu kana tietu? Thirikari ni yetu kana tietu? Kwa hivyo hii ni serikali yetu. Na mimi nimesema liwe liwalo, mvua jua, mimi siwezi kushoto kulia. Hii serikali tuliitafuta kwa jasho na bidii. Tutang'ang'ana hapo, tulinde hii serikali na tutetee maslahi yetu tukiwa hii serikali, kwa sababu hii ni serikali yetu. Na mimi niseme hivi, kwa sababu nimesema sisi ni jamii moja. Serikali haiwezi kuwa mzuri wakati Deputy President anatoka hapa pande hii, alafu inakuwa mbaya Deputy President akitoka pande nyingine. The same government cannot be bad. Ati Deputy President ametoka hapa inakuwa nzuri, akitoka hapa tu anakuwa mbaya. Is that possible? Pana. Kana Meru natabokuga. Meru bugwetanira nani? Boko watanira nani ya Meru? Kwa hivyo hii serikali, muache mchezo. Hii ni serikali yetu, hatutoki. Tunang'ang'ana hapa. Najua tumeongezeka, kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa. Lakini hatutoki. Hatuwezi waondokea. Tutang'ang'ana tukiwa hapa ndani, kwa sababu hii ni serikali yetu. Na hapo ndio tulisema, wiko ndugu wengine wetu walikuwa wanasema tuondoke, mimi nikakataa. Nikasema hatuwezi, because you don't build a house, complete it, furnish it, and then you abandon it. Alafu unaenda kuishi msituni. Wewe unajenga nyumba, unaweka plaster, unaweka sofa set, unaweka TV, alafu badala ya kuenjoy unawacha, unaondoka, unaenda kuishi msituni. Mimi siwezi kufanya hiyo kitu. Niseme. Tuendelee tusiendelee?
Na hiyo ndio mazungumzo tutakuwa nayo next year. That is the conversation we'll have with my brothers. Na ya mwisho kabisa niseme hivi. Hawa ndugu zangu ni haki yao kwenda mahali wameenda. Lakini kwa ile side, mimi nikiangalia ile pande wamepangana, number 1 imeenda, number 2 imeenda, number 3 imeenda, number 5, number 10. Sasa tuko number 20 kwa ile pande ingine. Niseme. Hii pande ingine si Rais Ruto sasa ni rais. Si amesha kuwa rais. Si anamaliza term ya kwanza. Si next year tunampigia kura ya mwisho. Ni ya mwisho si ya mwisho. Next year ile kura tunapigia Rais Ruto ni ya mwisho sio ya mwisho. Si ni ya mwisho. Alafu aende retire. Kama Mheshimiwa Uhuru Kenyatta join President Uhuru in retirement. Alafu kana tabokuga Meru. Alafu kuna mtu anatuambia hapana tuachane na hii. Tuende huko, na huko sio ati wale wako huko wako na number 20. Wako huko mwisho, sio ati wako na kitu. Alafu wale watu tunauziwa hapa. Kwa sababu mimi nimesema nikikuja hapa next year, kabla niseme mambo ya 2 term, muniulize wapi soko, wapi barabara, wapi maji ile ambayo mlisaidiana na rais mkatengeneza hapa Meru. Alafu wale ndugu zangu ati ule mtu wanatuletea hapa kwake nyumbani hakuna lami hata ya kwenda kwake nyumbani. Ati huyo ndiye atatujengea barabara. Mtu amekuwa kiongozi karibu nusu karne, almost half a century in leadership. Lami iko 300 kilometers kutoka kwake nyumbani. Ati huyo ndiye ataleta lami ya Meru na Tharaka Nithi. Hapana. So kwa sababu meona ndugu yangu mzee Kiraitu wako hapa. Kiraitu ni fire si fire. Wewe mzee Kiraitu, ndugu yangu mkubwa, wewe sasa kwa sababu ya hadhi yako, because of your stature as the most successful son of the Meru, na wewe sasa umestaafu, umekuwa mzee wetu hapa, wewe usikubali mtu yoyote, hata fireman, usikubali mtu yoyote, hata mimi, kupotosha hawa wananchi watoke kwa serikali waende wakahangaike huko nje. Don't allow. Mimi nimesema tutang'ang'ania huku ndani. Si namna hiyo? Najua wengine wanauliza sijui next year itakuwaje? Sijui kutakuwa aje? Kule antobakuria next year wakaratia. Next year kutakaa tu hivi. Takaa hivi. Hakuna takaa tu hivi. Sijui kama tumeelewana. Mkwego bora nkuga. There are no changes. It will be like this. Itakuwa hivi the way it is sahi. Next year itakuwa hivyo. Alafu namna hii, alafu rais huko namna hii, alafu namna hii. Ni leo si leo. Kwa hivyo nikiona rais nimwambie aje. Ndona rais Mheshimiwa William Ruto mwele hata.
Vile vile wacha nikutume mzee Kiraito, kwa sababu unajua mzee Kiraito, hakuna mtu mwingine ako na CV ambayo uko nayo. Hata mimi sijafikisha hapo. What you do, wenda utafute rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Ni kiongozi wetu, sisi tulimuunga mkono 100%. Siku alikuwa na kesi kule Hague wakiwa na naibu wake wa siku hiyo Rais Ruto, mimi nilikuwa wa wale mawakili ambao tulikazana mpaka akarudi hapa Kenya akakuwa rais na William Ruto akakuwa rais. Na wakati amekuwa rais sisi tumemuunga mkono. Kwa hivyo utafute kiongozi wetu Uhuru Kenyatta, umwambie muzungumze, ndio sasa kama watu ambao mmestaafu muhakikisha ya kwamba hii jamii imekaa vile tuliipata. Hatuwezi kukubali hii jamii ya area hii iongee kwa lugha tofauti. Tutaongea lugha moja, na lugha ambayo tutaongea ni lugha ya two term. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.